Ndugu zangu, maisha ya Mkristo ni safari ya ufuasi. Kila Mkristo amepewa wito na jukumu la kumfuasa Kristo, la kumshuhudia Kristo, la kujitahidi kufanana na Kristo. Na tukumbuke kwamba katika maisha yetu tunakutana na Kristo kila siku. Tutaona baadaye tunakutana naye kivipi. Lakini ikumbukwe kwamba kukutana kwetu na Kristo kunapaswa kuleta matokeo. Tukumbuke pia kwamba kuwa kwetu wafuasi wa Kristo kuna madai ya tabia. Somo letu la kwanza leo limetukumbusha juu ya tabia tunayopaswa kuwa nayo katika kumfuata na kumshuhudia Kristo. Somo lile fupi napenda kulijumuisha katika neno moja. Ni wito wa kuwa wanyofu, ni wito wa kuwa wanyenyekevu. Yesu mwenyewe amekuwa mnyenyekevu, amejishusha, amejifanya mdogo kuliko wote kusudi atukomboe, kusudi atuokoe. Na sisi ambao tumepewa fursa ya kuunganishwa naye katika mateso, kifo na ufufuko wake, basi tunatumwa twende tukamshuhudie, twende tukatende kama yeye alivyotenda. Uwepo wetu uwe kwa ajili ya wengine, wengine wafaidike, wajengwe, wajisikie faraja kutokana na mwenendo wetu, mahusiano yetu na matendo yetu. Katika somo la Injili tumesikia juu ya hukumu ya mwisho. Ndugu zangu, hukumu ya mwisho sio tukio ambalo linatukurupusha. Hukumu ya mwisho ni mjumuisho wa maisha yetu, ni mjumuisho wa mwenendo wetu, ni mjumuisho wa mahusiano yetu, ni mjumuisho wa jinsi tulivyojitoa na kuwajali na kuwashughulikia wengine. Katika somo hilo la Injili tumepewa mifano miwili ya watu. Upande mmoja ni wale wanaotambulika kama kondoo. Kondoo ni wanyofu, ni wapole, lakini uwe nao makini, maana yake ukikaakaa na kondoo hovyo atakudunga. Kondoo hao wanaonyesha unyofu na unyenyekevu ambao ni sifa ya Kristo. Nao wanathaminiwa, wanatuzwa,
Bwana mtoa hukumu anawaambia, njoni mkae upande wangu wa kulia, kwa maana nalikuwa mgeni mkanipokea, nalikuwa mpweke mkanikaribisha, nalikuwa mgonjwa mkaja kunisaidia na kunifariji.